Lakini pia katika hatua hiyo hiyo ya kwanza ni hatua ambayo ni ya hatari sana. Ni hatari kwa sababu iko kwenye hatari ya mimba kutoka. Okay. Kwa sababu kuna vitu vingi vinavyosababisha hiyo hali, kwa nini mimba iwe katika hatari kubwa ya kutoka. Kitu cha kwanza tunaita hormone instability. Hormone instability kwa sababu kuna hizi hormones ambazo zinatengenezwa na mwili kwa ajili ya kushikilia ule ujauzito unapokuwa tumboni, ambazo ni progesterone. Sasa hizi hormones katika mwili wa mama zikiwa chache zinashindwa kushikilia ule ujauzito. Kwa unakuta ujauzito unafanyaje? Unatoka wenyewe. Lakini pia sababu ya pili, kuna chromosomes abnormalities. Kitendo cha mama kupata ujauzito kunakuwa kuna chromosomes za mama na kuna chromosomes za nani? Za baba. Sasa ile chromosomes ya baba au tunasema mbegu ya kiume inakuwa haina nguvu. Inakuwa haina ustamilivu wa kusustain muda mrefu. Kwa hiyo sasa pale inapokuwa haijakaa vizuri au ikikutana na itilafu yoyote, mtoto yule ambaye yuko tumboni atahisi mabadiliko. Yaani kuna kitu chromosomes zake hazitakuwa sawa. Kwa hiyo zisipokuwa sawa, mwili wa mama na wenyewe utadetect kwamba kuna kitu hakipo sawa. Kwa hiyo obviously lazima ule ujauzito utafanyaje? Utatoka wenyewe. Lakini ndio sababu kubwa ambayo inapelekea mimba zitoke zenyewe. Yaani katika hichi kipindi cha kwanza. Ndio cha miezi mitatu au wiki ya kwanza mpaka wiki ya 12. Ndio. Lakini pia sababu nyingine inayochangia kwa kiasi kikubwa mimba kutoka tunaita organ formation. Organ formation ni viungo kujiunda. Mtoto anavyokuwa tumboni au mtoto anavyoanza kujitengeneza tumboni, kuna viungo vinaanza kujitengeneza. Sasa inapotokea itilafu yoyote, vile viungo haviwezi kufanyaje? Haviwezi kuendelea kujiumba. Kwa hiyo unakuta automatic ile mimba haikui. Kama mimba haikui inakuwa rahisi kutoka. Lakini pia sababu nyingine inayochangia mimba kutoka ni lifestyle. Mfumo wa maisha ambayo mama mjamzito anayaishi. Mama unakuta ana mimba bado ni changa, lakini anatumia pombe, anatumia sigara, anatumia vitu ambavyo ni hatarishi kwake yeye na kwa mtoto ambaye yuko tumboni. Kwa hiyo hivyo vitu pia vinaweza vikachangia au vikapelekea mimba kutoka. Lakini pia kitu kingine ni chakula au tunasema lishe duni. Mama mjamzito ambaye yuko katika ile hatua ya kwanza au hatua ya awali au ile kuanzia mwezi wa kwanza mpaka miezi mitatu, akipata lishe duni au asipopata chakula cha kutosha, lishe bora, ile mimba iko kwenye hatari ya kutoka.